Ni siku chache tu tangu rais wa Urusi Vladimir Putin kuanza kutoa masharti magumu zaidi ambayo yanaiwezesha Ukraine pamoja na Urusi kuweza kumaliza vita. Huku miongoni mwa masharti makubwa zaidi, alisema rais Putin kwamba ardhi ambayo ipo katika eneo la Ukraine ni ardhi halali ya Urusi. Hivyo Ukraine inabidi ikubaliane kuachia miongoni mwa ardhi sehemu ya maeneo ambayo Urusi inabidi iweze kutawala na kumiliki kama maeneo yake. Karibu sana ndani ya Vora News. Kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, basi subscribe YouTube channel yetu ya Vora News kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi. Mimi ni Abdul Qadir Mengule. Rais wa Urusi ameongeza vitisho zaidi katika taifa la Ukraine, huku akimlenga zaidi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hii inakuja mara baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kuanza kuzungumza na kutoa masharti magumu zaidi ambayo yanaweza kuwa chanzo cha kumaliza mgogoro unaoendelea kati ya Ukraine pamoja na Urusi. Ikumbuka kwamba Vladimir Putin aliweza kuzungumza na kusema kwamba wanajeshi wa Ukraine wako katika maeneo ambayo yanatakiwa yaweze kumilikiwa na taifa la Urusi, hivyo inabidi waondoke mara moja katika maeneo hayo na yale maeneo yaweze kujulikana moja kwa moja kwamba ni maeneo ya Urusi. Lakini katika lile tukio linaenda kuzungumzwa kwamba maeneo ya Ukraine kuweza kuchukuliwa na maeneo ya Urusi, lakini bado Ukraine imekuwa ikitetewa pamoja na mataifa mengine ikiwepo Marekani, na bado Putin akisema kwamba kama Ukraine itagoma kufanya hiki ambacho ameweza kuwaambia, basi mgogoro utakuwa mkubwa zaidi na bado ataenda kuchukua sehemu kubwa zaidi ya eneo kuliko hili ambalo amewaambia waweze kutoa. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameendelea kueleza na kusema kwamba mwanzoni mwa vita hiyo kuweza kumalizika, ni miongoni mwa kitu ambacho aliwaomba ni kwamba wanajeshi wote wanaokalia maeneo ya Urusi basi inabidi waondoke mara moja, ili mradi kwenda kuelekea mustakabali wa kumaliza mzozo huo unaozidi kuendelea. Lakini hata hivyo Ukraine bado ipo kwenye mzozo mkubwa zaidi mara baada ya kuweza kupewa masharti magumu kutoka katika taifa la Urusi. Rais wa Urusi ameendelea kueleza kwa kina zaidi na kusema kwamba endapo Ukraine itaendelea kusikiliza na kupewa sapoti na nchi za magharibi, basi itakuwa mbaya zaidi kwake, kwa sababu kwa kile ambacho kimeelezwa, maeneo mengi zaidi ya Ukraine yataanza kunyang'anywa na taifa la Urusi na nguvu kubwa zaidi itatumika katika kufanya jambo hilo. Ripoti zinaeleza kuwa hadi sasa Urusi iko juu zaidi katika mashambulizi ya kijeshi. Endapo Ukraine haitoweza kutekeleza kile ambacho imeweza kuagizwa, basi Urusi ipo juu zaidi kuweza kushinda kile ambacho kinaonekana kwamba itakuwa ni vita ya kijeshi kutokana na silaha walizonazo pamoja na mbinu za kijeshi zinazoendelea. Hadi sasa hivi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba mustakabali utapatikana endapo makubaliano hayo